Sasa Musa, sisi wakati tunakuwa, wewe wakati bado upo katika mfumo mwingine ujawa mtu, kulikuwa na vidonge vinaitwa chloroquine hapa. Tumezitandika sisi, zimetutibu sana malaria. Baadaye zile zikaondoka zile dada yangu. Hapa katikati ikaja ikaeka nyingi, siji mseto, siji mara queen, siji nini, moshi queen, zingine hata sijui majina. Zile zimepotea kwa maana nyinyi mlijithibitisha kwamba haziwezi kutibu tena malaria. Na hilo ndio jukumu moja kati ya majukumu yenu, kuondoa madawa hii kwenye mfumo. Sasa imeshapoteza uwezo wake kutibu ugonjwa huu, ingie hii. Na hapo kwa kujazia tu kama kwa nini baadhi ya dawa huwa mnazitoa kwenye matumizi? Si ndio hiyo. Okay, naomba nitumie swali la mtangazaji nijibu kwa upana vizuri. Wakati tunapodhibiti dawa pia tunaangalia madhara yanayoweza kutokana na dawa au pia na vifaa tiba. Basi endapo madhara ya dawa yataonekana ni makubwa kuliko faida ya dawa, maana yake dawa hili haitaruhusiwa tena kuendelea kutumika. Na mchakato wa kuiondoa sio tuseme ni kwa TMDA peke yake, ziko ngazi mbalimbali. Kutoka TMDA kwenda Wizara ya Afya, Shirika la Afya Duniani. Na dawa ile basi ikionekana kwamba sio salama kwa matumizi, sio kwa hata kwa Tanzania peke yake, ni kwa dunia nzima. Kwa hiyo ndio mchakato unavyokuepo. Tukija kwenye swala la chloroquine ilitolewa kwa sababu ilionekana ilikuwa ilisababisha usugu wa vimelea vya ugonjwa wa malaria. Maona na ukiangalia mbiu yetu nimekuwa kwamba tunajaribu hata kusisitiza wananchi watumie dawa kwa usahihi, matumizi sahihi ya bora, ili kupunguza ule usugu wa vimelea vya madhara ya dawa dhidi ya dawa, pia dhidi ya magonjwa. Sasa wamezungumzia wao pia wanatumia wanasimamia vifaa tiba. Siku hizi kuna vipimo vya kujipima mwenyewe. Siku hizi unaweza ukaenda Magomeni Makanya hapo nyuma kabisa ukakuta mtu ana maabara yuko kwa nyuma hivi kitu mashine yake kile na anapima watu. Una uhakika kama kile kifaa bwana kimekaguliwa ama kina kiwango kama hiko? Hawa na wadhibiti vipi hivi? Asante mtangazaji. Kuna kama nilivyosema, kuna baadhi ya majengo tutatoa vibali TMDA. Kwa mfano wholesale importers tutatoa vibali TMDA. Lakini kuna majengo mengine pia tutayakagua, pamoja na kwamba hatukuwasajili sisi. Mfano kama alivyosema mtangazaji, maabara wao wanasajiliwa na taasisi nyingine ambayo iko chini ya Wizara ya Afya, lakini pia hata na vituo vya afya binafsi na vya serikali. Na ni jukumu letu kuwepo kwa kutokuwasajili haimaanishi kwamba sisi hatutadhibiti. Udhibiti uko pale. Kwa hiyo ni jukumu letu kukagua maeneo husika, kujiridhisha, kwa mfano upande wa maabara, kujiridhisha vifaa tiba na vitendanishi ambavyo vinatumika katika maabara husika ni vile ambavyo vina ubora kama nilivyosema, vina ufanisi na ni salama pia kwa matumizi kama ambavyo nimesema. Sawa. Good morning. Habari za asubuhi.